sawa na mapenzi yako. Tunatamani Bwana utuhudumie, utuponye, utulishe chakula cha uzima kitakachokuwa manukato ndani ya miili yetu na mioyo yetu. Ni kupitia jina lako, jina lipitalo majina yote. Yote ninayoweka mikononi mwako ya kwamba utafanya, utatenda zaidi ya hata sisi tuwezavyo. Amen. Amen. Ni siku ya kipekee sana. Na ni siku moja tu toka kwa misingi ya ulimwengu kuumbwa, sisi kama vijana kusherekea siku hii. Ni siku moja tu itakayokuwa ya tarehe 5 mwezi wa 10 2025 ambayo ni leo. Ni siku moja tu. Hivyo tunao shuhuda kubwa na shukrani za kipekee sana kwa aliye juu kutupa nafasi ya namna hii. Kwa msaada wa Mungu tutatenda yaliyo makuu. Utangulizi. Kwa msaada wa Mungu tutatenda yaliyo makuu. Ili uzilike kwamba umefanya lililo kuu, maana yake kuna jambo ambalo ulipewa umelifanya, na katika ile hali ya kuifanya ndio inadhihirisha umefanya kwa makuu au umefanya kwa udhaifu. Si ndivyo wapendwa? Si ndivyo wapendwa? Kwa maana hiyo, kama tunaposema na tunapotembea kama CS kupitia kauli yetu kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda yaliyo makuu, tunaamini kuna jambo ambalo Mungu ametupa, na katika hilo tutayatenda kupitia njia alizotuzawadia yeye, na katika njia ambayo anatamani tutembee, ili katika ufanisi wake usemeke umetendeka katika ukuu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Si ndio maana? Basi kwa sababu tunamaanisha hiyo, ninapenda twende pamoja na kichwa au somo tutakalotembea nalo siku ya leo kwa dakika hizi chache. Kichwa cha somo au somo letu linasema ya kwamba nguvu ya huduma katika kanisa. Nguvu ya huduma katika kanisa. Tunapopewa huduma katika kanisa, tutakapoifanya kwa msaada wa Mungu na tukadhihirisha uwepo wa Mungu katika huduma, ndio maana tunasema Mungu ametenda makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada upi? Atatupa huduma ili kupitia hiyo huduma tutakapofanya kwa mapenzi yake, udhihirisho wa ukuu wake ndipo utakapoonekana. Si ndio wapendwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu na nguvu ya huduma katika kanisa. Hiyo ndio utangulizi au na kichwa cha somo ambacho tutakwenda kutembea nao. Huduma ni nini? Huduma ni nini? Huduma ni jukumu ambalo mtu anapewa au kukabidhiwa kwa lengo la kulitimiza. Huduma ni lile jukumu ambalo mtu anapatiwa au anakabidhiwa kwa lengo la kulitimiza. Hiyo ndiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma ya kimungu ambayo tunaitamani mchana wa leo ikapate kudhihirika ni huduma ipi? Ni ile huduma ambayo Mungu ametupa, au ni ile jukumu ambalo Mungu ametupa toka tu tulipokiri ya kwamba Bwana ndiye Mungu na Mwokozi na kiongozi wa maisha yetu. Tulipompokea tu Mungu akatupa kazi ya kufanya, na hiyo kazi au jukumu ndio tunaita huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kwa mchana wa leo tutakwenda kujifundisha huduma hizo ambazo Mungu ametukirimia. Lakini hatuwezi kupokea huduma za kimungu kama hatujaisafisha mioyo yetu na kutoka katika falme za ulimwengu huu na kuingia falme za kimungu, ili Mungu aweze kutuongoza. Tunatakiwa kuhama kwanza falme za ulimwengu huu kuingia kwenye falme za kimungu, ili Mungu kupitia ile sheria yake, kupitia ile mamlaka yake, atupe kazi ya kufanya kwenye falme yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio huduma tunayotamani tujifundishe mchana wa leo. Na kwa sababu tumeanza kwa kujifunza ya kwamba tunatakiwa kuondoka kwenye falme moja na kuingia kwenye falme mbili, naomba msomaji wangu nisomee katika kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Tuweze kusikia maneno ya Mungu hapo, alafu tutakwenda kuendelea. Karibu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1. Naam. Nao unasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao
katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia wapendwa, ya kwamba ipo neema ambayo tunatembea nayo. Na hapo zamani tulikuwa katika mataifa, tulihesabika wafu. Tumekuwa wafu katika roho, lakini katika mwili tunatembea. Tulikuwa wafu katika matendo, lakini katika mwili tunatembea hapo mwanzo. Lakini ipo neema iliyoshuka pale tu tulipomkiri, ambayo ndio tunayotembea nayo siku ya leo, ambayo ndio tunatembea nayo na kuiishi siku ya leo, ndio ambayo inatupa nguvu ya kulitaja neno lake Bwana. Na mchana wa leo niseme neno hili, ya kwamba unaweza ukaishi katika ibada, unaweza ukaishi katika kanisa, lakini falme ambayo ipo ndani yako unayoiamini ikakufanya uhesabike mfu katika roho, lakini unaishi na watu wenye uhai katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa mfu katika roho, katika mwili ni mzima, na ukawa unaishi na mtu aliye hai katika roho, lakini mpo pamoja na uzima katika mwili. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini ipo neema ambayo Mungu ameachilia mchana wa leo juu yetu, ya kwamba ili aweze kuachilia huduma na kwa msaada wake tutende yaliyo makuu, tunatakiwa kuama zile zama za ukale. Tunatakiwa kuondoka katika ukale ambao tuliuishi kwa miaka mingi, ambao kupitia ukale huu tulihesabika ni wafu mbele za Mungu. Lasha, katika macho ya kibinadamu tunaonekana tunatembea, katika macho ya kibinadamu tunaonekana tunajongea, tunafanya maendeleo, tunafanya harakati zote za kimaisha, lakini maisha yetu katika roho hayatutenganishi na maisha ya wadunia wanaoyaishi. Katika hilo, katika Kristo tunasema sisi ni wafu katika roho, lakini katika mwili tunatembea. Lakini ili Mungu aweze kuachilia neema ya huduma ya falme za kimungu, ni lazima tukubali kutoka katika falme za wafu na tuhamie katika falme zilizo hai, ili tutakapoingia katika hiyo falme, kwa neema yake iliyo kuu atashusha huduma ili tulitukuze jina lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa falme za dunia, Mungu hawezi kushusha neema yake. Atakupaje neema ya wewe mtu ambaye upo falme nyingine? Ulishawahi kuona rais wa nchi ya Tanzania kwa mfano, nchi ya Tanzania, alafu huyo mtu ni raia wa Uganda? Ni lazima uwe raia wa Tanzania ndio uwe rais wa Tanzania, si ndio? Ni lazima uwe mwana DCRC ndio uitwe mwana familia DCRC, si ndio maana yake? Kwa maana hiyo, ili Mungu aweze kuachilia huduma hizi, ni lazima tukubali kuwa falme ya Mungu. Ni lazima tutoke katika ukale, tuishi katika neema, ili Bwana aachilie huduma yake kama kanisa, tuweze kuhudumiana sisi kwa sisi. Naam, msomaji wangu, naomba tukimbie moja kwa moja katika ile Efeso 4. Alafu nitakwambia utasoma mstari wa ngapi. Efeso 4. Efeso 4, kimbia hapo, nitakwambia tusome mstari wa ngapi. Natamani tuzitambue hizo huduma. Natamani tuzitambue hizo huduma ambazo tukikubali na kutii kuingia katika falme ya Mungu, Mungu atashusha ili tuweze kuhudumiana sisi kwa sisi. Naomba nisome 11 na 12. Efeso 4:11 na 12. Naam. Naye alitoa wengine kuwa mitume, naam, na wengine kuwa manabii, naam, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Nirudie, naomba urudie mstari wa 12 kwa msisitizo, kwa kuzingatia vina na mizani. Efeso 4 mstari wa 12. Naam. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ndio, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuwepo manabii, watakuwepo walimu, atashusha wainjilisti, atashusha mitume, atashusha wachungaji. Kwa lengo lipi? Ili mwili wa Kristo ujengwe na udhihirisho wa nguvu zake uweze kuonekana katika kanisa, si ndio maana yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutawezaje hayo yote?
Kuna watu wanaweza kusema mimi sitaweza kuja kuwa mchungaji, mimi sitaweza kuja kuwa mwinjilisti, mimi sitaweza kuja kuwa mwalimu, umitume ndo nini, sitaweza. Lakini anasemaje? Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda lililo kubwa ni moja tu, kukubali kuingia katika falme ya Mungu, na kwa msaada wake tutatenda yaliyo makuu. Na hizi huduma Mungu atakwenda kutukirimia sawa sawa na yeye apendavyo. Kwa sababu gani? Kila mmoja Mungu amempa kipawa, kila mmoja amempa zawadi. Toka alipozaliwa kila mmoja na kipawa chake Mungu amemzawadia. Tofauti ya vipawa ambavyo vinatembea sasa ni vipawa vya falme za Mungu na vipawa za falme ya kidunia, si ndio? Kuna vipawa vya waimbaji, wanaimba mambo ya uinjilisti, wanaimba mambo ya injili katika kanisa. Lakini wapo waimbaji wenye vipawa wanaimba mambo ya kidunia. Wapo wanaomchezea Mungu na wapo wanaomchezea dunia. Wapo wanaotangaza habari njema za Mungu na wapo wanaotangaza habari njema za ni njema kweli? Sawa. Utofauti ni huo tu. Lakini tukiingia katika falme ya Mungu, mambo yote tutayaweza na tutatenda yaliyo makuu. Kwa sababu gani? Tumemtii yeye Mungu, na yeye amekuwa ndiye mmiliki wa miili yetu, wala si kwa akili zetu. Atavibadili vilivyo vipawa vyetu tunavyovitumia katika maisha yetu na kufanyika kuwa huduma ndani ya kanisa, ili udhihirisho na wa nguvu zake uweze kutenda kazi katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi kama tupo pamoja. Hebu mshangilie tena na tena. Mshangilie tena na tena. Naam. Watatumwa mitume kwa sababu wote tumekubali kuwa falme moja. Katikati yetu Mungu atatupa huduma ya watu wanaotambulika kwa neno mitume. Kazi ya mitume ni nini katika kanisa? Kama tunaandika, kazi ya mitume ni nini katika kanisa? Au nini maana? Kwa ufupi sana, hawa mitume ni watu ambao walikuwa wanasimamia misingi ya neno la Mungu pamoja na uenezaji wa hekima la neno la Mungu. Ni kusimamia misingi ya neno la Mungu katika kanisa pamoja na uenezaji wa hekima la neno la Mungu katika kanisa au katika ulimwengu. Kama kanisa tukiwa na watu ambao wanasimamia misingi, wanasimamia hekima ya uenezaji wa neno la Mungu, nguvu ya huduma itaonekana zaidi ya akili zetu, zaidi ya mawazo yetu. Na huyo mtu huyo ni nani? Ni wewe. Mtu huyo ni nani? Ni wewe. Kilichobaki ni nini? Kukubali kuingia katika falme yake ili yeye akuongoze. Kama kanisa tunatamani, kama vijana tunatamani, kama wazee tunatamani, kama watoto tunatamani, misingi ya neno la Mungu kama kanisa iweze kuzingatiwa na kulindwa ili idumu vizazi hata vizazi, na hekima ya kimungu iweze kutembea duniani pote. Watu waisikie neno lake kupitia neno la hekima. Watu wapate kusikia habari njema za Mungu kwa zile hekima za maneno yanayotumika kwa ajili ya kuwafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu huyo ni nani? Ni wewe. Na mchana wa leo Mungu amesema, unaposema hawezi, amekupa neno moja tu: usiogope, kwa maana kwa msaada wake utatenda yaliyo makuu. Usijidharau, mtangulize Mungu. Kubali kuwa chini yake, naye atatenda yaliyo makuu ambayo kwa akili zako umeshindwa. Wapo manabii, wataletwa manabii katika kanisa ili tuhudumiane, ili ufalme wa Mungu uonekane, ili udhihirisho wa Mungu uweze kutokea katika kanisa. Watatumwa manabii. Tunatambua ulimwengu wa sasa tunapenda sana miujiza, lakini kwa sababu tukimtanguliza Mungu, lakini kwa sababu tutakuwa mbele za Mungu akaachilia kalama hii ya unabii ndani ya kanisa, tukahudumiana sisi kwa sisi, kuna haja ya kwenda kutafuta miujiza mahali pengine? Hakuna. Kwa sababu gani? Roho wa miujiza yupo mahali hapa. Na hiyo ndio nguvu ya huduma ambayo Mungu anatamani watoto wake siku ya leo tuweze kuikiri na kumuomba aweze kuachilia, ili tujenge mwili wa Kristo katika kanisa. Nabii ni nani? Nabii ni nani? Nabii au kalama hii au huduma hii ya unabii ni huduma ambayo
inatumika kwa watu wachache sana wanaopewa kibali na Mungu kwa ajili ya kupokea unabii kutoka kwa Mungu na kuwapelekea au kuwafikishia watu husika ambao Mungu ana malengo nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kama kijana wa kanisa hili naweza nikanufaika vipi kuenenda kanisa lingine kwa ajili ya kutafuta muujiza aliyakuwa katika kanisa langu kuna roho ya unabii au kuna nguvu au huduma halisi ya unabii inayofanya kazi inayonisaidia kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine? Kuna manufaa gani? Ninayotamani kwenda kuambiwa huko ninayapata kanisani kwangu. Ninayotamani Mungu anionekanie, Mungu anawatumia manabii wake aliowapandikiza katika kanisa. Kuna haja gani? Ili tuweze kufikia katika viwango hivi, ili tuweze kufikia katika hatua hiyo, tunatakiwa tukubali na kutii kuingia katika falme ya Mungu, ili nguvu ya huduma ya unabii na huduma ambayo itakwenda kutafsiri ya mambo ambayo yamebebekwa kwenye vichwa vya watu na mioyo ya watu ifanye kazi ndani ya kanisa letu, na mavuno, utukufu na sifa utabaki kumrudia aliye juu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wapo walimu katika kanisa hili ambao Mungu anatamani washuke. Kuna migogoro mingi sana ambayo inatokea kupitia mafundisho tunayoyapata sasa. Mitandao imekuwa ni mingi, mafundisho ni mengi. Lakini tukimpata Mungu aliye wa kweli, tukimfuata Mungu aliye wa kweli, tukiingia katika madhabahu iliyo ya kweli hii, na kupitia msaada wa vipawa na huduma za walimu ambao Mungu amewaachilia ndani yetu, tutahudumiana. Hatutakuwa watu wa kutangatanga. Walimu kazi yake ni nini? Ni kutupa, au walimu kazi yake ni nini katika kanisa? Ni kutupa ile afya la neno la Mungu katika nafsi zetu, ili tuweze kukua na kuongezeka, ili tuweze kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Tunahitaji walimu wa kutufundisha ya kwamba mwanangu, ya kwamba mdogo wangu, ya kwamba kijana mwenzangu, unapokwenda si salama, unatakiwa kwenda huku, na ukisoma hichi kitakupeleka hapa, na ukifanya hichi kitakupeleka huku. Hichi ni cha utukufu wa Mungu, hichi ni cha utukufu wa shetani, hichi ni cha mambo ya kumtukuza Mungu, na hichi sicho kinachompendeza Mungu. Walimu hao wakiwepo ndani ya kanisa, kanisa litasimama. Na mwalimu ni nani? Ni wewe na mimi. Kwa nini hatujawa walimu? Ni swali la kujiuliza kila mmoja binafsi. Kwa nini hatujawa na nguvu ya huduma katika kanisa kwa viwango vikubwa? Tunajiuliza sisi. Lakini mchana wa leo Mungu anatamani kwa kukiri kwa kinywa chako, kwa kumtanguliza yeye Mungu, ashushe huduma ambayo tafsiri ya akili yako ilikwambia hauwezi, kwa lengo la kuhudumiana sisi kama kanisa. Wapo wachungaji watakao tusimamia na kutuchunga kondoo wao tusipotee wala kutawanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo injilisti ambao kazi yao kubwa, tutatumika kwenda kuwaleta watu hapa ili wakutane na mwalimu awafundishe afya ya neno la Mungu. Na wakishakutana na ile afya ya neno la Mungu, watakutana na mtume ambao wamesimamia misingi na neno la hekima juu yao. Watapewa, watakomaa. Wakishakomaa watu wao watatakiwa kulelewa na kuchungwa wasipotee. Wachungaji watafanya kazi yao. Huko mnataka kwenda mnapotea, rudini hapa, tunakwenda. Kama kanisa tukiruhusu Roho wa Mungu aweze kushusha huduma hizo, tutahudumiana sisi kwa sisi, wala hakutakuwa na vikwazo, wala hakutakuwa na mahangaiko. Maana kila huduma ambayo inatakiwa kuonekana kwa kudhihirika katika kanisa itakuwepo. Ajenda yetu ni moja tu, ni kukubali kuingia katika falme za Mungu, ni kukubali kuingia katika mamlaka ya Mungu.
tunaweza tukaingiaje huko? Kuna namna ambayo inaweza kutukatisha tamaa. Kuna namna unaweza ukapita ukasema peke yangu siwezi. Lakini nina neno moja juu yako ya kwamba katika hayo yote unayofanya, Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana na anakuwazia mema sana. Una mzigo mkubwa juu ya kanisa. Unatakiwa ujimimine mbele za Mungu ili Mungu akupe kazi. Na kama tumejifunza asubuhi juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika kanisa, kuna namna ambayo watumishi wa leo tunaweza tukapokea leo, tukajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukishatoka kanisani tunaamini sisi ni wa milele, tumejazwa. Hatuna shida ya kuomba, hatuna shida ya kusoma neno, kwa sababu tumeshajazwa, basi milele tutakuaga na Roho huyo. Si kweli. Roho Mtakatifu anatakiwa kujazwa kila wakati. Tunatakiwa kumuomba na kumsihi Roho Mtakatifu kila wakati. Kwa sababu gani? Tunatoka utukufu hadi utukufu. Kiwango unachokuwa nacho cha imani leo unapompokea Bwana, sicho utakachokuwa nacho kesho atakapokuja mara ya pili. Tunaweza kufikiaje vile viwango vya utukufu hata utukufu? Ni kwa ajili ya kujimimina mbele za Bwana. Tukiachilia huduma za kimungu ziweze kuzungumza ndani ya mioyo yetu na kuonekana katika uhalifu na kuonekana katika nguvu za ajabu, tunakuza viwango hata vya ujazo wa Roho aliye Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama unaona moyo wako unakwambia hauwezi, lipo neno moja tu ya kwamba sawa, mimi siwezi, lakini kwa msaada wa Mungu nitatenda. Lakini kwa msaada wa Mungu nitatenda. Basi leo inapokuambia hapo hauwezi, kiongozi wako kukwambia mtumishi leo utatuongozea maombi, ukasema siwezi, unakiri na unamthibitisha ufalme ya pili ya kwamba amekukamata. Sema sawa, naenda. Kiongozi, niombe na kwa msaada wa Mungu nitafanya yaliyo makuu. Ukija hapa umemkabidhi ibada Mungu. Ukija katika madhabahu yake umekabidhi moyo wako, umemkabidhi yeye. Unasema mimi siwezi. Wewe ndiye unayokwenda kufanya. Atafanya zaidi ya mawazo yako. Atatenda zaidi ya akili zako. Kwa maana kwa msaada wake tutatenda yaliyo makuu. Kuna vitu vitano vichache sana kwa spidi naomba tushirikishane, ambavyo vitatusaidia ili kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, na huduma hizi ziweze kuzihilika katika kanisa letu, na huduma hizi ziweze kufanya kazi ndani ya kanisa letu. Kuna mambo matano chap naomba tushirikishane. Jambo la kwanza, sijajua utaandika kwa namna ipi ambayo itakupa mchanganuo mwepesi wa pale unapokwenda kujikumbusha ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, katika biashara, hata shuleni. Lakini mambo haya matano yatakayo tusaidia kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, na hizi huduma Mungu aweze kutushushia tuhudumiane sisi kama sisi katika kanisa letu. Jambo la kwanza, kukubali kuvua utu wa kale na kuvaa utu upya, ili tuweze kupokea nguvu za kimungu, ambazo hizo nguvu za kimungu kupitia vipawa vyetu zikatubadilisha kutoka hali ya kawaida ya vipawa vinavyoonekana na udhihirisho wa nguvu zake ziweze kudhihirika katika kanisa. Jambo moja, kukubali kuvua utu wa kale na kuvaa utu upya. Tunavuaje utu wa kale? Kuna namna nyingi sana zaweza kutoka kwenye falme moja na kuingia katika falme ya kimungu ambayo imebeba mamlaka na majibu ya kweli juu ya mwenendo wa maisha yako. Njia ya kwanza ni kwa kukiri kwa kinywa chako. Utakapomkiri atadhihirika. Unaweza ukakiri katika falme ya Mungu ili Mungu aweze kuachilia mzigo wa kwake yeye kwa ajili ya udhihirisho wa Roho katika kanisa. Namna ya pili ni kukubali kubatizwa kwa maji mengi. Kuvua ukali. Kukubali kubatizwa kwa maji mengi.
Utakapobatizwa, hii ni hatua ya pili. Baada ya kumkiri kwa kinywa, unatakiwa kukiri na kukubali kubatizwa. Uvue ukale na uanze utu upya. Bwana Yesu atusaidie sana kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tupungiane mkono namna hii. Naam. Inapendeza sana. Na hili ndilo neno lake mchana wa leo. Na hili ndilo fundisho ambalo natamani watoto wake tujifunze. Naomba nisomee kuna Efeso 4:22 hadi 24. Efeso 4:22 hadi 24. Efeso 4:22 hadi 24. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo neema ya ajabu sana ambayo Mungu anatamani kuitendea kanisa lake. Ipo neema ya ajabu sana ambayo Mungu anatamani kama kanisa tuweze kuipata na kuiishi. Tuvue utu wa kale. Vinywa vyetu vitatupeleka katika falme za Mungu na vinywa vyetu vitatutoa katika falme ya Mungu. Tukubali kunena yaliyo ya Mungu ili tuwe miongoni mwa falme za Mungu, ili Mungu adhihirike. Tukubali kubatizwa. Na maono haya yamewekwa kwa wachungaji wetu. Siku kadhaa mbele zijazo tunakwenda kubatizwa. Ni fursa ya kipekee sana. Ni namna ya kipekee sana. Wenda baraka hiyo au lengo kuu la kuwepo siku hiyo ni kwa ajili yako tu. Usiichezee. Ni nafasi adimu sana. Tusiichezee. Ni nafasi nyeti sana. Jambo la pili. Tukubali kujifunza neno la Mungu kupitia watumishi ambao Mungu ametupa katika kanisa. Ili Mungu aachilie huduma zenye nguvu katika kanisa. Sisi kama watoto wake tunatakiwa jamani tukubali kujifunza neno la Mungu kupitia watumishi wetu. Uwezo wa kusoma Biblia kwa siku moja sura 32 sio kiwango sahihi cha kukufanya unamjua Mungu au unayajua maandiko. Uwezo wa kukesha na Biblia kwa kusoma vitabu vingi kwa siku sio uwezo wa kusema unamjua Mungu kwa viwango sahihi au unalitambua neno lake kwa viwango vya juu sana kupita wengine. Tukubali kushuka na kujifunza neno la Mungu ambalo ameachilia juu ya wachungaji wetu, juu ya viongozi wetu, ambalo linakuja kwa majira na masaa yaliyo sahihi. Kwa kutii na kukubali kwako ndiko kunafanya Mungu adhihirishe ya kwamba wewe ni wake, na kupitia utii huo na kupitia mafundisho haya ya kujinyenyekeza mbele zake akaachilia huduma ambayo utakufanya ufanye kazi na udhihirisho wenye nguvu uweze kutendeka katika kanisa. Lakini jukumu lililo moja ni kukubali kujifunza neno la Mungu kupitia watumishi wetu waliopewa dhamana ya kutufundisha neno lake. Ndio maana wanaibuka walimu wengi katika kizazi hichi wanaofundisha mafundisho ni ya kimungu haya. Wanafundisha mafundisho ya kutoka kwenye Biblia hii, lakini ni upotofu. Usipokubali kufundishika kwa wachungaji ambao Mungu amekupa kama zawadi kuwasikia, kamwe hautapokea nguvu ya huduma ambayo Mungu anatamani itokee kwako na uweze kuihudumia kanisa. Tushuke, tujifundishe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa muda wako utakwenda kusoma hapo Efeso 4:14. Ile mstari wa 14 hiyo Efeso 4. Lakini jambo la tatu, tunatakiwa kuwa ni watu wa ibada. Tutapataje kupona kama hatutakusanyika? Na hii ndio desturi tuliyopewa.
tuwe watu wa ibada. Hautasikia neno la Mungu kwa nafasi ya kiupendeleo sana kama unavyosikia leo. Unapokuwa mtu wa ibada unajifundisha mambo mengi. Kuna watu wengine hawajawahi hata kumuona kwa macho mchungaji wetu kiongozi, lakini wanamfuatilia kila siku, lakini wanafuatilia katika vyombo vya habari, lakini hawajapata neema ya kumuona hivi. Wapo. Kwa nini sisi tunaopata neema hii hata wakati mwingine wa kumshika hata mkono, kwa nini tusije ibadani ili tukutane na Mungu ambaye ameweka mzigo ndani ya mchungaji wetu? Kwa nini tusije ibadani? Tuwe watu wa ibada ili Mungu kupitia madhabahu yake na watumishi aliyowaweka mahali hapa aweze kukutana na haja zetu, aweze kukutana na maombi yetu, aweze kukutana nasi, aweze kukutana na mioyo yetu, ili zile kazi na huduma ambazo anatamani kama kanisa tuweze kuhudumiana ziweze kutokea kwa wingi ndani yetu. Watokee manabii, watokee wainjilisti, watokee walimu, kanisa lifurike huduma za kumtukuza yeye. Kwa nini tusije ibadani kujifunza? Ni siku moja tu ambayo ni leo ya kuchagua mwanzo mpya. Mungu anataraji yaliyo mema juu yako. Ni siku moja tu ambayo ni leo ya kuchagua mwanzo ulio mpya. Jambo la nne. Kwa hiyo swala la kuwa watu wa ibada tutasoma katika Yohana ile 4:23 hata 24 kwa muda wako. Lakini jambo la 4 ambalo napenda kushirikisha kanisa ni kukubali kuwa mnyenyekevu, mpole, mvumilivu, kuchukuliana sisi kwa sisi na kuwa watu wenye upendo. Tukipendana sisi kwa sisi, aliye mwimbaji ataombewa na mwinjilisti, aliye mwalimu ataombewa na mchungaji, aliye nabii ataombewa na mwinjilisti, mwenye kalama ya uimbaji ataombewa na mwenye kalama ambayo Mungu amezawadia kwa injilisti. Huduma hiyo. Tukipendana sisi kwa sisi, waliokaa Kinyerezi watawaombea Tabata. Ni Kinyerezi na Kinyerezi ni Tabata pia. Kinyerezi ni Tabata pia. Sawa. Aliye Kinyerezi atamwombea aliye Buguruni, aliye Sinza atamwombea aliye Mbezi. Kwa sababu gani? Tuna upendo. Aliye mzee wa kanisa atamwombea shemasi, kiongozi wa idara ya vijana atamwombea kiongozi wa idara ya wamama. Upendo kama kanisa. Na ili huduma hizo ziweze kufanya kazi, ili huduma hizo ziweze kutenda kazi na nguvu yake iweze kudhihirika katika kanisa, ni lazima tupendane. Ni lazima tuwe na upendo. Ni lazima tuwe na unyenyekevu. Naomba nisomee hiyo Waefeso 4 hiyo mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 1 na wa 2. Waefeso hiyo 4 mstari wa 1 na wa 2. Waefeso 4 mstari wa 1 na wa 2. Kwa hiyo na wasii, mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupendane. Lakini pia tuwe watu wa maombi. Maombi ndio shina na mzizi wa vitu vyote tuvifanyavyo. Maombi ndio kiwango kitakachotufanya tukue utukufu hata utukufu. Ndio kiwango kitakachotufanya tumdhihirishe yeye Mungu. Ndio kiwango kitakachotufanya tuwe karibu sana na Mungu. Ni kiwango ambacho kitatujaza Roho Mtakatifu. Maombi ni kiwango kitakachotutoa utukufu hata utukufu. Maombi ndio kila kitu katika kanisa. Hatuwezi kuwa na huduma zenye nguvu katika kanisa kama hakuna maombi.
ili huduma zetu ziweze kufanya kazi, ili huduma zetu ziweze kutenda kazi na matokeo yenye uhai na nguvu yaweze kudhihirika, ni lazima tuwe watu wa maombi. Tukiomba kwa bidii, hatutakuwa wa kawaida. Ipo nguvu kubwa sana katika maombi, na siri kubwa ya kufunguliwa kwa watu ni katika maombi. Ukimsoma hata habari za Yesu, alikuwa anatenga muda wa kwenda kuomba. Yule ni mtoto aliyopata neema toka tumboni mwa mama zake, ametamkiwa baraka. Akiwa na miaka 12 ameanza kuifanya huduma ya Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida. Ni hali sio tafsiriko kwa kawaida. Alipata neema ya ajabu sana, lakini aliweka muda wa kuomba. Kiwango cha kuomba ndicho kiwango chako cha udhihirisho wa imani yako. Sisi kama kanisa tumefikia wapi katika swala litakalotufanya siku moja atakapokuja kutulaki na kutupeleka mawinguni? Katika swala la huduma tutajibu nini? Wewe binafsi umefikia viwango gani kwa ajili ya udhihirisho wa utukufu wa Mungu juu ya utendakazi wa huduma ambayo Mungu amesema na wewe kwa muda mrefu? Je, umemruhusu Mungu aweze kuzungumza nawe, au tu tulipokubali na kumtii ya kwamba tumeacha ukale, tupo wapya, basi tukamaliza safari yetu na tunaenenda kwa sababu tulipata ile neema ya hapo mwanzo, na tukasahau ipo jukumu kubwa sana la utimilifu na udhihirisho wa nguvu ya huduma ambayo Mungu amekusemesha? Ni mara ngapi wewe binafsi umejiuliza? Na ni mara ngapi umechukulia mzigo hicho Mungu anachosema na wewe toka tu pale ulipopata hiyo neema? Na hata wewe ambaye bado hujapata hiyo neema, ni kitu gani unatamani Mungu atakapokupa hiyo neema ya kufanyika mpya sasa? Kitu gani unakitamani kukitimiza kwa ajili ya ufalme wake? Ni jambo gani ambalo unatamani Mungu akutendee zaidi ya akili zako, na kwa msaada wake yeye utende yaliyo makuu? Ni jambo gani? Ni wakati wa kujiuliza. Na jambo moja tunalotakiwa kuliweka moyoni katika kazi ya Mungu, katika huduma za Mungu, tusitambani sana au kutanguliza na nufaika vipi kupitia hii huduma, bali sema neno moja: Mungu ananufaika nini sana kupitia hii huduma niifanyayo? Usitangulize yale utapata wewe nini kwa kile ukifanyacho cha kimungu, bali sema natamani sana kupitia hichi nikifanyacho Mungu kitamnufaika. Atanufaika vipi kupitia hichi nikifanyacho? Mungu atakukuza viwango. Mungu atatupandisha viwango. Ni wakati wa kutoka katika falme na kuingia katika falme ya Mungu. Wakati wa kufanya maamuzi ni mtu binafsi. Wakati wa kuchukua hatua ni ya mtu binafsi. Itakuja wakati au utafika wakati mmoja atabebwa, mwingine atabaki. Wakati wa kuchukua hatua ni ya mtu binafsi, ili kanisa letu tuweze kuhudumiana sisi kwa sisi. Kila mmoja achukue hatua binafsi. Naomba tusimame kanisa. Na wakati kama huu ndo wakati ambao falme mbili zinakuwa zinafanya kazi. Wakati kama huu ni wakati ambao roho mbili zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Falme ya kimungu inakwambia na falme ya upande wa pili inakwambia. Falme ya Mungu inasema kwa upole sana, na falme ya upande wa pili inasema kwa msisitizo sana. Usipokuwa makini unaweza ukakubali kuingia kwenye falme ya pili wakati kama huu. Kwa sababu gani? Falme ya pili inatambua
katika hatua unayotamani kuichukua binafsi, ni hatua kubwa sana iliyobeba utukufu mkubwa sana, iliyobeba matokeo makubwa sana ya mwanzo wa utukufu wa Mungu. Hivyo ni lazima kuwe na upinzani mkubwa wa kuzungumza na wewe. Ni wakati wa kwenda mbele za Mungu. Tunatamani kama kanisa udhihirisho wa nguvu za huduma ziweze kutokea. Wewe ndiye mchungaji, wewe ndiye nabii, wewe ndiye mwalimu, na wewe ndiye utakayechunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wako unapofadhaika, unaposema umekata tamaa, neno moja tu litakalo kusaidia: sitayaweza au sitaweza jambo lolote, ila kwa msaada wa Mungu nitatenda makuu. Roho yote inapojaribu kusema na wewe wakati huu unapokwenda kufanya maamuzi binafsi kwamba hauwezi na hautakuwa, nguvu ya neno itakufanya uhamie falme ya Mungu. Kwa msaada wa Mungu utatenda yaliyo makuu. Kwa imani iliyo kuu sana, mimi kijana wake mdogo sana, naomba tushirikishane kwa pamoja kuenenda mbele zake Mungu ili kudhihirisha utukufu wake na kuanzisha mwanzo mpya wa kumcha yeye, ili matokeo yaliyochanya kama kanisa yaanze kutokea. Basi kwa imani iliyo kuu tunaweza tukanyanyua mikono yetu tukasema maneno machache sana. Tukasema maneno machache sana, alafu tunakwenda kuingia katika maombi. Kama kanisa naomba tuseme Bwana Yesu. Tuseme kwa kukiri kwa nguvu sana. Ipo nguvu katika kutamka. Tuseme Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Na kama kuna watu wengine wanatufuatilia katika vyombo na mitandao ya kijamii, tuendelee pamoja. Ninakuja mbele zako. Mimi ni mnyonge. Mimi ni mdogo. Mimi ni mdogo. Ninakuja mbele zako Bwana. Ninakuja mbele zako Bwana. Kwa kukiri kwangu, ninakutaka wewe Bwana na nguvu zako. Na nguvu zako. Na kwa msaada wa neno lako, natamani nitende yaliyo makuu. Yaliyo makuu. Yaliyo makuu. Kuanzia sasa ninahama na kukataa falme ya dunia hii. Ninakataa na kuhama katika falme ya dunia hii. Ninakuja mbele zako Bwana, falme ya Mungu uliye hai, mwenye nguvu, mwenye uponyaji, mwenye majibu utakayonijibu, na huduma zako zitakazofanyika katika kanisa hili. Bwana usiniache. Bwana usiniache. Bwana usiniache. Kiri kwa kinywa chako, mwambie Mungu ninatamani unionekanie. Mchana wa leo ni neema tu ya kipekee ambayo umenipa mtoto wako, niweze kulisikia neno hili na niweze kupokea nguvu ya ajabu. Ninatamani kuanza mwanzo mpya, ili nguvu zako Bwana ziweze kushuka, ili uwepo wako Bwana uweze kushuka. Ninatamani kuyafanya mambo yaliyo makuu. Ninatamani kutenda vitu visivyowezekana, na kwa msaada wako Bwana natamani kutenda yaliyo makuu. Kiri kwa kinywa chako. Endelea kumwita Bwana. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Bwana. Na kwa nafasi hii uliyopewa, ni nafasi adimu sana. Hivyo unatakiwa kukiri na kumwomba yeye Bwana akupe nguvu na mwezesho wa ujazo wa Roho wake aliye mtakatifu. Basi katikati yetu, kama yupo aliye mmoja anayesema sitatoka bila kuja kupokea nguvu ya Roho wako aliye mtakatifu katika madhabahu hii, nikualike hapa mbele. Ipo nguvu ya ajabu katika madhabahu hii. Kwa imani iliyo kuu unaweza ukaja mbele. Wakati wa kufanya maamuzi ni wakati wa kipekee sana. Nikualike uje hapa mbele ili tuweze kuomba pamoja, ili tuweze
tunalitia jina la Bwana, jina la Bwana wa majeshi. Kama kuna mtu wa namna hiyo ambaye anasema mimi peke yangu siwezi, ninatamani Bwana ukatembee pamoja na, ninatamani Bwana unionekanie wewe, ninatamani Bwana ukatende yaliyo makuu wewe. Kama yupo mtu huyo, uje mbele hapa pasipo kuangalia jirani yako au ndugu yako wa karibu hata kutazama vipi. Ni wakati wa kwanza na Bwana mpya ni leo, na majira haya ni wakati wa kujiliwa kwa Bwana wa majeshi. Bwana anasema na wewe, Bwana anakuhitaji wewe, sio huyo aliye jirani yako. Bwana anakuhitaji wewe. Piga hatua, njoo mbele, njoo tuombe. Bwana yupo mahali hapa, Bwana yupo mahali hapa. Maadamu umekiri, maadamu umekubali, Bwana yupo mahali hapa. Piga hatua, kizana na hiyo neno ya roho ya falme ya pili inayokuambia la hasha hutaweza. Mwambie ninatamani kuanza mwanzo mpya na Bwana wa majeshi. Njoo mbele. Sauti ya Mungu inasema na wewe, sauti ya Mungu inasema na wewe. Neno la Bwana lipo kwa ajili yako, na wakati huu ni wakati sahihi sana. Niwaombe viongozi wa idara pamoja na viongozi wengine wote tutakao wewe kuja kumwambia Bwana kupitia watu hawa. Tunatamani wingu la uwepo wake uweze kudhihirika. Kila mmoja mwekee mkono mtu. Tunatamani baraka za kimungu, tunatamani neema ya Bwana ionekane. Na haya ndio majira ya kujiliwa kwetu, na haya ndio majira ya Bwana kufanya yaliyo mapenzi yake. Endelea kuombea, watamkie baraka. Tunafungua vifungo vyote. Huu ni wakati wa kumlilia Bwana. Kwa msaada wake tutatenda yaliyo makuu, kwa msaada wake tunatenda yaliyo makuu. Endelea kuweka mikono watu wake, endelea kemea. Hizo ndizo leo tunazotaka ziachilie watu hawa. Tunatamani wingu la uwepo wa Bwana mahali hapa liwe kuu sana, na hizi ndizo huduma tunazozitamani. Bwana azifanyie kazi, Bwana azionekanie, Bwana azidhihirishe katika kanisa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Haya ndio majira ya ukombozi. Tunatamani Bwana atufanye zaidi ya mawazo yetu. Kwa akili zetu hatutaweza. Huu ni wakati na majira yaliyo sahihi. Endelea kuwekea mikono, endelea kuwekea mikono. Tunatamani Bwana akafanye upya pale waliposema wamepoteza tumaini, Bwana akawape tumaini lililo jipya. Wewe Bwana unaweza, wewe Bwana unafanya, wewe Bwana unatosha. Wingu la uwepo wako ni kuu sana mahali hapa, wingu la uwepo wako ni kuu sana mahali hapa. Tunakutamani wewe Bwana wakati huu.